Mwenyekiti Zakaria Zakazakazi, afisa habari wa Azam FC, anasemaje kuhusiana na mchezo wa hapo jana? Mechi ilikuwa nzuri, ilikuwa na ushindani, timu zote ziliweza kutimiza majukumu yao. Nadhani mpango wao ambao uliandaa kwenye uwanja wa mazoezi, wachezaji walijitoa kwa uwezo wao wote. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba ilikuwa mechi nzuri. Nadhani ni mechi bora kwenye raundi hii, kama mechi bora sana kwenye raundi hii, na ni miongoni mwa mechi bora kabisa za ligi msimu huu. Kwa hiyo ni credit kwa wachezaji wa timu zote mbili, credit kwa makocha, waliandaa vizuri timu zao. Sawa, lakini ukisema kwamba ilikuwa ni mechi bora, mimi nipata nafasi pia ya kutazama. Ilikuwa na matukio mbalimbali. Kulikuwa kuna kadi nyekundu kwa wachezaji, mmoja wenu, mmoja wa Namungo, mkwaju wa penalty, lakini pia kulikuwa kuna namna ambavyo mngeweza kupata penalty kwa Faisal. Kwa ujumla, namna ambavyo mwamuzi alichezesha, uliona ilikuwa sawa sawa? Matukio hayo yote uliyoyataja ndio sehemu ya mchezo na ndio yanafanya mchezo kuwa bora. Ukiacha makosa ya mwamuzi kama hayo ambao unayasema, pia kuna makosa ambayo wachezaji wetu waliyafanya, wachezaji wa Namungo waliyafanya, kwa sababu makosa ni sehemu tu ya mchezo. Jambo lingine ni kwamba sitaki sana kujiingiza kwenye makosa ya mwamuzi, kwa sababu kuna mambo mengine mengi ya kuzungumzia kwenye ile mchezo. Kwa mfano, tungeweza kushinda ile mechi sisi. Tulipata nafasi za kumaliza mechi tukashinda. Nafasi ya Sopu ile ilikuwa ni kuweka mpira wavuni tu, wala haina shida. Nafasi ya Faisal Salum aligongesha mwamba nguzo, ilikuwa ya kufunga tu kama. Kwa hiyo regardless maamuzi yalikuwaje, lakini chance ya kushinda ule mchezo bado tulikuwa nayo na tukiitumia. Sasa hilo ni jambo positive kwa sisi, kwamba tunaweza kwenda kuifanyia mazoezi na kurekebisha. Hakuna chochote ambacho tunaweza kufanya ili kumrekebisha mwamuzi au kuimprove uwezo wa waamuzi. Hiyo liko nje ya uwezo wetu. Sisi ambao tunawatazama Azam kwa msimu huu, mkiwa na kocha bora, mkiwa na kikosi bora, tunawaona kuwa na mafanikio pia ya ligi ndani, lakini naenda kwa kusuasua hizi sare mbili, sare na JKT, sare na Namungo, wakati hawa washindani wenu wanashinda Zaka. Hiyo safari inaonekana kama inaweza kuwa na kikwazo hapo katikati. Hakuna, ndio mpira uko hivyo. Kwa hiyo sio kwamba kwa sababu ukiwa tu na Denge basi unashinda kila kitu, au unashinda kila kitu msimu wa kwanza, au unashinda mechi zote za kwanza. Hivi vitu vyote sio nani sana kwenye mpira, kwa sababu huwezi kujua nini kitatokea mbele. Inawezekana pia sisi kwa mbele tukaanza kushinda na hao unaosema wanashinda sasa wakaanza kupoteza, au wewe unadhani hao wapoteze mechi zao. Kwa hiyo kama inatokea hivyo basi itakuwa ndio mpira uko hivyo. Kwa maana nakwambia kikubwa kuliko vyote ni sisi kuendelea kuimarisha timu yetu, mwalimu kufanyia kazi changamoto zinazojitokeza kiufundi, dirisha likifika la usajili tumsaidie mwalimu kuongezea wachezaji. Hivyo ndio vitu ambavyo tunaweza kuvifanya. Zaidi ya hapo vipo nje ya uwezo wetu. Inawezekana ikawa moja ya changamoto kubwa kwa sasa kwa Azam ni kutumia nafasi mnazozipata, kwa sababu umezizungumza pia, nafasi ya Sopu ilikuwa ya wazi, ya Faisal iligonga mwamba. Inawezekana ikawa ni tatizo, kwa sababu umesema pia hapo dirisha dogo labda mnaweza mkamuongezea wachezaji mwalimu. Ndio maana nimesema hivi, hii ni nafasi ya sisi kuimarisha timu yetu. Endapo wakati wa usajili ukafika na mwalimu akataka aongezee wachezaji, klabu itamsaidia. Lakini kama nadhani wanatosha waliopo, ila tu ni kuendelea kuanoa, iko mikononi mwake yeye. Hilo ni swala ambalo tunamwachia mwalimu. Mwalimu ni mtaalamu sana, ni mzoefu, atajua cha kufanya. Ibenge knows best. Ligi bado mbichi sana.